Katika historia ya maendeleo ya biashara nchini Tanzania, jina moja linaendelea kusikika kwa nguvu, ustahimilivu na mafanikio ya kipekee. Said Salim Awadhi Bakhresa, mfanyabiashara, mzalendo na muasisi wa ndoto kubwa, alianza kwa hatua ndogo lakini kwa maono makubwa, mwanzilishi na mwenyekiti wa Bakhresa Group of Companies, moja ya kampuni kubwa zaidi ya sekta binafsi barani Afrika. Alizaliwa mnamo mwaka 1948 na alianza maisha ya ujasiriamali wa biashara ndogo ndogo akiwa kijana mwenye umri wa miaka 14. Lakini je, unafahamu historia yake? Nilichochea kuanza biashara ya chakula, na hiyo nilianza nayo muda mrefu tangu nilipokuwa Zanzibar. Nilipokuwa kijana kabisa nilipoanza biashara ndogo kabisa ya kuuza mishkaki na urojo na nini. Kwa hivyo nilipokuja Dar es Salaam ndio nikaanza kufanya hiyo biashara ya kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa Zanzibar, lakini ya chakula pia, kwa sababu tangu mwanzo nilifocus, naona biashara chakula ndio ilikuwa biashara nzuri wakati ule. Safari haikuwa rahisi, kwani alipitia milima na mabonde ili kuweza kufika hapa alipo sasa, ikiwemo mazingira magumu ya biashara, mtaji mdogo na mengineyo kadha wa kadha. Changamoto ni nyingi kusema la kweli, isipokuwa tu unabidi mtu ustahimili, na wakati ule mtaji ulikuwa ndio tatizo, lakini pia wakati ule mtaji hautajiki mkubwa, kwa sababu hali ilikuwa sio ya wakati huu. Wakati ule mtaji ulikuwa mdogo tu, lakini unaweza ukafanya kitu kikubwa, na tofauti ya wakati ule na huu, wakati ule ilikuwa biashara, si kila mtu anafanya biashara. Biashara ilikuwa ikifanya serikali, mafahamu, na sisi tubakia tunafanya biashara hizi ndogo ndogo, lakini kwa jitihada na Mwenyezi Mungu kutujalia, nilifika nikasema hapana, hakuna kitu kisiwezekana. Nikafanya bidii na sikurudi nyuma. Niliwakuta wenzangu wengi katika biashara, lakini mimi nilijitahidi na nikasema sirudi nyuma. Kila ninachokifanya kinaenda mbele, na kila kikienda mbele naongeza kila siku naongeza mpaka nimefika hapa. Mnamo mwaka 1975 alianzisha biashara ya mgahawa katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, huku akifanya biashara nyinginezo za barafu na baadaye kutengeneza ice cream. Na mwaka 1978 alianzisha Azam Bakeries, kampuni ya kuzalisha mikate na biskuti zilizojaa ubora na ladha. Nilipokuja hapa Dar es Salaam nikaanzisha ile biashara chakula, kufungua mahoteli, ice cream. Wakati huo biashara inakwenda vizuri, kwa hivyo haikuwa tabu kwangu kuendelea ile biashara. Kupitia juhudi na maono ya biashara, alianzisha kiwanda cha kusaga nafaka na vinywaji baridi, na hata kuwa kampuni kubwa inayotambulika ulimwenguni kote kupitia nembo yake ya Azam Super Brand. Na sasa Bakhresa Group ikiwa ni muunganiko wa kampuni mbalimbali, ambapo nchini Tanzania kuna kampuni zaidi ya 17 na nje ya Tanzania yakiwepo katika nchi zaidi ya 9 barani Afrika, ikiwemo Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zimbabwe, Msumbiji, Malawi na Afrika Kusini, na kuwa mojawapo ya kampuni za Kiafrika zenye uwekezaji mkubwa na kutoa ajira nyingi. Ndani ya kampuni hizi, bidhaa mbalimbali huzalishwa zikiwemo unga wa ngano pamoja na sukari, usindikaji wa vyakula na matunda, vinywaji baridi na ice cream, usafiri wa baharini Azam Marine, vyombo vya habari Azam TV, klabu ya michezo Azam FC, utalii Azam Pay, utengenezaji wa vifungashio na lebo mbalimbali, ghala la kuhifadhi makasha Azam ICD, ghala la kuhifadhi mafuta United Petroleum na Coastal Dredge, pamoja na nyinginezo nyingi. Mojawapo ya kampuni ni Said Salim Bakhresa SSB aliyoanzisha mwaka 1983,
ikiwa na kiwanda kidogo cha kusaga tani 15 tu za unga wa ngano kwa siku, ambapo sasa biashara imekuwa na kuweza kusaga zaidi ya tani 8,000 kwa siku, ambayo ni zaidi ya tani milioni 1 kwa mwaka za unga bora wenye bei nafuu. SSB imejikita katika uzalishaji wa unga wa ngano ndani na nje ya Tanzania, ikimiliki vinu vikubwa vya usagaji wa nafaka kwa kutumia mashine za ubora wa kimataifa katika nchi kadhaa za Afrika. Viwanda hivi husaga ngano na kupata unga bora unaotumika kutengeneza bidhaa mbalimbali za nyumbani au viwandani. Maanake tumekuwa waaminifu sana bidhaa zetu kwa kuzifanya bidhaa bora, na hatukubali kabisa kucheza na quality yetu ya bidhaa. Kwa hivyo kila tunachotoa bidhaa yetu inakuwa nambari 1. Jambo la kwanza ni uaminifu. Jambo la kwanza na kubwa. Na kushakuwa mwaminifu na jitihada ukafanya na bidii na Mwenyezi Mungu kukujalia, basi utafika tu. Kwa sababu hakuna kitu chochote kisowezekana. Ukisema wewe unataka muwashi, utakuwa muwashi. Ukisema unataka uwe mpiga ngoma, utakuwa mpiga ngoma. Lakini ukisema unataka uwe kitu fulani, utakuwa. Hata ukitaka kujenga nyumba leo, wewe mwenyewe hapo ukisema mimi nataka leo nijenge nyumba lakini pesa sina, lakini ukiazimia utajenga. Utaipata tu hiyo pesa, utajenga. Mbali na biashara ya uzalishaji wa unga wa ngano, Bakhresa Group ilianzisha kampuni ya usafirishaji kwa njia ya bahari Azam Marine mnamo mwaka 1990, ambapo vyombo hivyo vijulikanavyo kama Azam Kilimanjaro Fast Ferries hufanya safari zake kati ya Dar es Salaam na visiwani Zanzibar, ikiwa na boti ziendazo kasi za kusafirisha abiria, bila kusahau kusafirisha mizigo na abiria Azam Sea Link na Azam Komoro. Na kwa miaka ya hivi karibuni imeanzisha usafiri wa vivuko kwa wakazi wa Kigamboni na Magogoni vijulikanavyo kama Azam Sea Tax. Mwaka 1997, Azam iliamua kutoa bidhaa bora za vinywaji baridi na ice cream kwa kuanzisha kampuni ya bidhaa za vyakula ya Bakhresa ijulikanayo kama Bakhresa Food Product Limited BFPL. Kampuni hii inajulikana kwa utengenezaji wa juisi maarufu ya African Fruit na kinywaji bora cha Azam Energy Drink, maji ya uhai, Azam Cola, Apple Punch, juisi ya embe, ukwaju, ice lolly na bidhaa nyingine bora za vyakula. Bakhresa Group inajishughulisha na utengenezaji wa lebo pamoja na vifungashio mbalimbali kupitia kampuni yake ya Omar Packaging ambayo ilianzishwa mwaka 1998. Mnamo mwanzoni mwa miaka 2000, kizazi kipya cha Bakhresa kikiongozwa na watoto wa Said Salim Awadhi Bakhresa kilianza kufanya kazi kwa bidii kuipeleka kampuni hii hatua nyingine mbele zaidi. Ilipofika mwaka 2004, Azam FC ilianzishwa ikiwa na lengo la kukuza vipaji vya vijana wa Kitanzania katika sekta ya michezo. Timu hii ya mpira wa miguu imekuwa chachu ya maendeleo ya kandanda nchini Tanzania, ikijulikana kwa ubora wa wachezaji wake pamoja na kiwanja chake. Mwaka 2009, Azam ICD ilianzishwa ikiwa na lengo la kuhifadhi bidhaa mbalimbali za Bakhresa pamoja na makampuni mengine. Bandari kavu hii inaongozwa na mitambo ya kisasa na ikiwa na eneo kubwa la kuhifadhia makasha. Mwaka 2013, Bakhresa Group ikaingia katika sekta ya habari na kuanzisha vyombo vya habari, ambapo kampuni ya Azam Media Limited ilianzishwa, ambapo mbali na habari imekuwa na mchango mkubwa katika sekta ya habari na michezo pamoja na burudani hapa nchini Tanzania. Na mwaka 2015, Azam Pay Tanzania Limited ilianzishwa ikiwa ni njia ya malipo ya kimtandao iliyorahisishwa kwa Watanzania, pamoja na Azam Pesa ambapo huduma nyingi za kifedha zinafanyika ikiwemo ya kutuma na kupokea pesa. Na mwaka huo 2015, United Group Limited ilianzishwa ikiwa na lengo la kusambaza bidhaa za mafuta ikiwemo petroli visiwani Zanzibar, ikijulikana kwa jina la biashara United Petroleum, ikiwa na vituo vya kisasa vya uuzaji wa mafuta visiwani humo.
Kampuni ya uzalishaji wa sukari Bagamoyo Sugar Limited ilianzishwa mnamo mwaka 2016 ikiwa na shamba kubwa la kilimo cha kisasa cha miwa na mashine bora zaidi za uzalishaji wa sukari inayokidhi viwango vya kimataifa pamoja na TBS. Kiwanda hiki kimeanzishwa kwa lengo la kukidhi haja na mahitaji ya Watanzania katika sekta ya sukari nchini. Hotel Verde Zanzibar, Azam Luxury Resort and Spa ilianzishwa mwaka 2020 huko visiwani Zanzibar, ikijulikana kama hoteli ya kijani zaidi barani Afrika na kwa huduma zake zenye ukarimu na weledi wa hali ya juu. Tunataka tukue zaidi, hasa katika nchi zetu za Afrika, iwe mara 2 zaidi ya hapa tulipo au mara 10 zaidi ya hapa tulipo, iwe sisi ndo namba 1 kama tulivyo. Na katika kuzidi kujitanua kwake nje ya Tanzania, mwaka 2025 Bahresa Group imefungua kiwanda cha tambi nchini Zimbabwe pamoja na mafuta halisi ya kupikia huko Malawi. Lakini mwenyewe anakuambia katika safari yake ya biashara hajawahi kufikiria kama kampuni hii itakuja kufikia hapa ilipo. Sikutarajia wala sikufikiria, lakini kwa jitihada nilofanya na kila nilipokuwa naona kuna opportunity basi ninatumia. Na wakati ule kabla sijakuwa mkubwa nilikuwa nikijaribu sana kuangalia familia yangu na mimi mwenyewe, tukaa tunakwenda hivyo hivyo, na kila siku kama nilivyosema mwanzo, biashara haiwezi kuwa kwa siku moja wala kwa siku mbili. Kukua kwa biashara au kitu chochote kinachukua muda, na mimi kama unavyojua miaka 50 si kitu cha mwaka 1, 2, 3. Kitu chochote hakuna kitu cha rahisi ya kwamba leo na kesho ukafanya kitu, hapana. Said Salim Awadh Bahresa anaheshimika sana kwa mchango wake katika maendeleo ya jamii na kutoa ajira kwa maelfu ya watu, lakini hata mchango wa uchumi na kufanikiwa kutoa tuzo mbalimbali za heshima ikiwemo Lifetime Achievement Award, tuzo ya mlipa kodi binafsi na tuzo nyingi katika sekta mbalimbali. Na hapa anatueleza siri ya mafanikio katika safari yake ya miaka 50 ya biashara. Muhimu kujitahidi, kufanya kazi kwa bidii. Maana mimi nilikuwa ninafanya kazi masaa 24. Nilikuwa sina starehe aina yote. Mie kazini, nyumbani. Kazini, nyumbani. Sikuwa mimi naweza nikakaa ofisini miezi 3 na nilikuwa nikikaa hapo nyumbani kwangu na kazini ofisi yangu hapo hapo. Natoka kazi juu nyumbani na shuka chini kazini, miezi 3 sijaiona nje. Niko ofisini, nyumbani. Kwa hivyo nilifanya bidii na Mungu akanikubalia, alhamdulillah, ndio tumefikia hapa. Lakini mbali na kukua katika ukanda wa Afrika, mchango wake katika uchumi wa Tanzania unaonekana. Wala hakuna kitu kilonikuta kibaya wala kizuri, vitu vyote vizuri. Maana ukisema kibaya na kizuri vitakuwa vingi, havihadithiki katika maisha, kwa sababu maisha yote ni safari ndefu na maisha lazima yawe na misukosuko. Kwa hivyo misukosuko tumepata na mafanikio tumepata, kwa hivyo yote tunashukuru. Pamoja na kuendelea kujitanua zaidi, mikakati ya kampuni kwa miaka mingine ijayo ni ipi? Kutafuta teknoloji, kwa sababu teknoloji sasa hivi ndio iko mbele. Kwa hivyo kadri tutavyokwenda tutakwenda na wakati. Ubunifu, uvumbuzi na teknolojia ya kisasa ni sehemu muhimu ya kuhakikisha bidhaa hizi zina ubora unaokubalika barani Afrika na hata nje ya bara hili. Dhamira ikiwa ni kuboresha na kuendeleza viwango vya maisha ya Waafrika kwa kuwapatia bidhaa na huduma muhimu zenye ubora wa kimataifa kwa bei nafuu. Lakini je, ni tukio gani kwake la kihistoria ambalo hawezi kulisahau? Ukitaka kujua maisha ni mwendo mrefu. Kwa hivyo msukosuko lazima na mafanikio lazima. Mafahamu? Kwa hivyo yote tukubali. Kama wewe binadamu unataka kuishi katika dunia au kufanya chochote, lazima utapata misukosuko tu. Hakuna binadamu asiyopata msukosuko. Vijana wakaaswa kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa.
Hakuna kitu cha rahisi ya kwamba leo na kesho ukafanya kitu, hapana. Na hiyo pia nawahusia vijana wasitarajie kwamba kuna maisha makubwa kwa haraka. Mambo yanakwenda kidogo kidogo, biashara utaendelea, na maadamu azma yako ipo na jitihada yako ipo na Mungu akikukubalia basi utafika tu. Mwenyekiti huyu wa kampuni za Bahresa ana lipi la kuambia wateja wake? Nawashukuru wateja wangu wote, kwa sababu wao, bila wao hapa tusingefika. Mpaka leo mwambao wa Afrika sisi tunalidi kampuni yetu kwa sababu ya wao kukubali bidhaa zetu na sisi kuwa waaminifu kwao pia. Serikali nayo imeshukuriwa kwa kuendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki ya kufanya biashara. Na nashukuru serikali kwa kuwekea mazingira mazuri ya kufanya biashara, na bado tunaendelea, na bado serikali inatusaidia katika mambo mengi ili tusonge mbele. Na wafanya kazi wetu pia nawashukuru kwa kutunga mkono, maana nao wao, bila wao tusingefanya. Wafanya kazi wanatusaidia, tunawashukuru. Natoa shukurani nyingi kwa kutimiza ndoto yangu ambayo nilikuwa nayo kwa muda miaka mingi. Kwa hivyo ninashukuru na kwa kila hali namshukuru Mwenyezi Mungu. Said Salim Awadhi Bahresa amekuwa ni mfano wa kuigwa katika jamii na ameweka alama katika mafanikio ya Watanzania wote, si wa ndani tu na hata nje ya Tanzania. Katika maisha yangu ilikuwa, katika mambo ya elimu ilikuwa ninapata tabu, na mimi wakati ule mdogo, na maisha yalikuwa magumu sana katika familia yetu. Kwa hivyo nilifanya uamuzi mgumu kuacha shule, kuanza ile biashara. Na nimeanza biashara katika wakati mgumu sana na kwa tabu sana. Nilikuwa nimejaribu kila biashara, na hakuna biashara ndogo nilikuwa sijajaribu wakati ule. Nimejaribu hiki akikuwa, nikajaribu hichi akikuwa, nikajaribu hichi na hichi, mpaka nikavuka hiyo bahari wakati huo, mpaka nimekuendelea hivyo, mpaka ndio nimekuja kule Dar es Salaam kale usema mwanzo. Lakini mwanzo ulikuwa mgumu sana, kwa sababu kila ninachokifanya kinakuwa kigumu, hakiendi. Kwa hivyo ninarudia cha pili, hakiendi, nakwenda nafanya hichi lakini kwa mtaji mdogo, maana haukuwa mtaji huo nini, lakini najaribu, nilikuwa sifi moyo kwa sababu niliamua. Kwa hivyo nilipoamua, na alhamdulillah ndio nimefika mpaka hapa, kwa sababu safari ilikuwa ndefu. Nimesema tangu mwanzo, si jambo dogo, nataka ustahimilivu, nataka uvumilivu. Yani nimekwenda katika maisha magumu kweli kweli, katika mpaka nimefika hapa. Si kazi rahisi, si kitu cha siku moja hadi siku mbili, wala hadithi yake si ya dakika moja hadi dakika mbili, ni ndefu kweli kweli. Said Salim Awadhi Bahresa si mfanyabiashara tu, bali ni mfano wa ujasiriamali wa kweli wa Kiafrika aliyejenga si tu kampuni, bali urithi wa kizazi unaoinua maelfu ya watu na kuchangia maendeleo ya taifa. Ameweka alama isiyofutika katika historia ya ujasiriamali nchini Tanzania. Maono yake yamewapa hamasa maelfu ya ujasiriamali wachanga, huku akijenga biashara imara. Siri kubwa ni kwamba hakuna kitu kisichowezekana, na kwa kiongozi yoyote hatakiwi kusema hiki tu hakiwezekani. Kila kitu kinawezekana, lakini katika kuwezekana huko kunataka subra, tunataka uaminifu, yani kuitafuta hiyo subra na kutafuta uaminifu. Kwa hivyo ukishapata vitu hivyo utafaulu tu katika dunia. Safari yake ni ushahidi tosha kuwa ndoto, maono, bidii na kujenga historia. Kwa hivyo mimi ninashauri vijana nao pia waendelee kusubiri. Bila subira hakuna kitu, kwa sababu lazima utapata matatizo, lazima utakuwa unavunjika moyo, lakini usivunjike moyo, uendelee kupambana, ndio utafika. Na pia nawashukuru wananchi pia kwa kutunga mkono 100% wao, manake bila wao kutunga mkono wananchi pia hatusingefika hapa. Kwa hivyo tunashukuru na tunaomba waendelee kutusaidia pia. Jina la Azam limekuwa nembo ya ubora,
kuaminika na maendeleo endelevu, huku jahazi hili likiongozwa na watendaji makini kabisa. I would say it's a combination of it's something which is derived. Naweza kusema matarajio yangu makubwa ni kujituma, kufanya kazi kwa pamoja kama timu. Tunasema kufanya kazi kwa pamoja, kila mtu anafanyikiwa zaidi. Wanapaswa kuwa mstari wa mbele kwenye kukamatia fursa na kufanya kazi kuzidi mahitaji ya wateja. The service providers, my customers, which are built over a period of time out of trust and integrity. Na sisi of course tunajaribu kuikuza zaidi. Watu wengi wanajua labda tutafika tunapotaka kuelekea, lakini always bora bado unatafuta, wazungu wanasema sky is the limit. Kwa hiyo mimi nitafurahi zaidi kama tutaweza kutanua viwanda vyetu nje ya Tanzania. Hivi sasa tuna viwanda vyote vya Bahresa Food viko ndani ya Tanzania, lakini lengo kubwa katika miaka 5 ni kuweza kutembea kidogo katika nchi za jirani, tuweze kuwekeza katika hizo nchi. Na hii ndio Bahresa Group, bidhaa bora za Bahresa.